Wakati Marekani ikitafakari kurejea vitani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ripoti zinaeleza kwamba moja kati ya jambo wanalolitazama sasa ni namna ya kukabiliana na ndege zisizokuwa na rubani za bei nafuu za Iran. Mkakati wa ndege zisizokuwa na rubani wa Iran ambazo ni za bei nafuu unailazimisha Marekani kufikiria upya ulinzi wa gharama ya juu wanaoutumia. Iran ilitumia ndege zisizokuwa na rubani zenye thamani ya dola 35,000 kulazimisha Marekani kutumia mabilioni ya viunganishi vya teknolojia ya hali ya juu, huku Pentagon ikijitahidi kuongeza suluhu zenye gharama nafuu. Wakati wa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vililazimisha Marekani kukabiliana na ongezeko la ndege zisizokuwa na rubani za bei nafuu za kiwango cha biashara na kikomo cha hamu yake ya mashambulizi ya kulipiza kisasi. Kwa mujibu wa ripoti iliyoandikwa na The New York Times, wakati ndege isiyokuwa na rubani ya Shahed 136 ya Iran inagharimu takribani dola 35,000 kuzalisha vidhibiti vya kijeshi vya hali ya juu vilivyotumiwa kuzidungua, na kwamba kulikuwa na pengo kubwa katika uwekezaji wa ulinzi wa Marekani. Hata hivyo, taarifa zinadai kwamba ndani ya siku 14 Marekani bado haijapata suluhu la kuweza kupambana na ndege zisizokuwa na rubani za Iran, ndege za Shahed. Katika siku 6 za kwanza pekee, Marekani ilitumia karibia dola bilioni 11.3 kwa mzozo huo kukabiliana na ndege za bei nafuu za wa Iran. Makadirio kutoka kwa taasisi ya biashara ya Marekani yanapendekeza kuwa jumla ya gharama iliyofikiwa kati ya dola bilioni 25 na 35 ilifika mapema Aprili, huku waingiliaji wakiendesha sehemu kubwa ya matumizi. Katika hali nzuri, ndege za onyo za mapema hugundua ndege isiyokuwa na rubani, ambapo wakati inapotoka ikiruhusu ndege za F-16 kuituma kwa kutumia roketi za Advanced Precision Kill Weapon System. Ingawa doria hizi za anga ni za gharama nafuu, wigo mkubwa wa mzozo ulipunguza upatikanaji wao. Zaidi ya hayo, Iran ililenga ndege za onyo ya mapema ambayo Marekani ili kugunduliwa kwa zile za masafa marefu. Ili kukabiliana na ndege zisizokuwa na rubani katika masafa mafupi, Marekani ilitumia mfumo wa Coyote ambao unaweza kuzuia shabaha za umbali wa maili 9. Hata hivyo, kulikuwa na aina nyingine ya mifumo ya kuweza kudungua ndege hizo, lakini bado kutokana na wingi wa ndege zisizokuwa na rubani za Iran ambazo zinaendelea kutengenezwa, Marekani inatafuta njia nyingine ya kuweza kukabiliana na ndege hizo. Vile vile mfumo wa uzalendo, mfumo wa Patriot unabaki kwa kiwango cha ulinzi cha msingi licha ya kwamba ni wa gharama pia. Lakini pia Marekani inaweza kupiga ndege isiyokuwa na rubani kutoka umbali wa maili 27 kwa kutumia makombora ya Patriotic. Mifumo ya ulinzi ya Centurion C-RAM hutoa safu ya mwisho ya ulinzi, na mifumo yote hii kimsingi ni ya gharama ya hali ya juu, na hivyo Marekani inatafakari njia nyingine za kuweza kuikabili Iran kupitia ndege zake za kijeshi za Shahed. Hata hivyo, Marekani inatazama kutumia mfumo mpya wa AI na njia mbadala la laser. Pentagon sasa inatazamia ndege zisizokuwa na rubani zinazotumia nguvu za AI kama vile Merops Surveyors kuwinda makombora ya adui kwa gharama ya chini. Maelfu ya vitengo hivi vimetumwa Mashariki ya Kati, ingawa hali yao ya kupelekwa bado haijulikani wazi. Juhudi zingine zinatajwa kwamba ni kama dola bilioni 1 zilizowekezwa katika teknolojia ya leza ambayo ingegharimu dola 3 kwa kila risasi moja, bado hazijatumika katika uwanja. Ingawa ulinzi wa gharama kubwa mara nyingi ni muhimu ili kulinda mali ya mabilioni ya dola kama vile vitovu vya rada za kikanda, wasiwasi wa muda mrefu wa Marekani sio tu lebo ya bei. Wachambuzi wa masuala ya ulinzi wanaonya kuwa huenda Marekani ikaishiwa na vidhibiti vya kisasa kabla ya kuzibadilisha, na hivyo kuacha pengo kubwa katika usalama wa kikanda. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.